katika kuunga mkono jitihada za serikali kuhakikisha vifo vya uzazi vinabaki kuwa historia. Taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya TAI Tanzania imekuja na mradi wa utoaji wa elimu kwa jamii, hasa wanawake na wasichana, juu ya umuhimu wa kuhudhuria kliniki. Akizungumza jijini Dar es Salaam, msimamizi wa mradi huo wa taasisi hiyo, Mariam Mintanga, amesema kuwa lengo la mradi huo ni kuhamasisha jamii na kina mama wajawazito kujua umuhimu wa faida za kuhudhuria kliniki pamoja na athari zinazoweza kutokea endapo mama mjamzito atashindwa kwenda kliniki kwa wakati. Naitwa Mariam Mintanga, mimi ni mwongoza miradi hapa TAI. Asanteni sana kwa kuitikia wito, na leo tuna jambo letu kubwa na la muhimu katika utekelezaji wa mradi wetu huu unaitwa Harakati za Ngeti. Mradi huu tunafanya kwa kushirikiana na UNFPA, lakini pamoja na Chama cha Wakunga Tanzania kijulikanacho kama TAMA. Lengo kubwa la mradi huu ni katika kuimarisha ama kukuza afya ya mama mjamzito, lakini pamoja na mtoto wake, lakini vile vile jamii ijue umuhimu wa mkunga ni nani. Kwa hiyo katika kutekeleza mradi huu tunazindua rasmi filamu zetu mpya. Moja inaitwa Mjuba na nyingine inaitwa Mkunga. Filamu ya Mjuba inatoa elimu zaidi kwa jamii, hususan kwa mama wajawazito, umuhimu wa kuhudhuria clinic, lakini katika filamu hii inaonyesha pia athari zinazoweza kutokana ingawa mama huyu mjamzito atachelewa ama kuto kuhudhuria clinic. Lakini vile vile tuna filamu hii ya Mkunga. Hii imejikita zaidi katika kuhamasisha ama kutoa elimu kwa jamii, kumfahamu mkunga ni nani, kazi yake ni ipi, hususan katika swala zima la afya ya mama mjamzito na mtoto. Lakini kwa mama mjamzito hapa ni kipindi cha ujauzito anapojifungua, lakini pia ni baada ya kujifungua. Tanzania imepiga hatua kubwa katika kupunguza vifo vya mama mjamzito, lakini bado inaashiria kuna changamoto ambazo zinaweza kuzuilika katika kuokoa vifo vya mama wajawazito wakati wa kujifungua. Vifo vya kina mama bado ni changamoto kubwa ya afya ya umma nchini Tanzania. Kwa mujibu wa utafiti wa demografia na afya Tanzania, uwiano wa vifo vya kina mama ni vifo 104 kwa kila vizazi hai 100,000, ikiwa ni punguzo kubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma, lakini bado unaashiria vifo vinavyoweza kuzuilika. Hii ni takwimu kutoka kwa NBS lakini ISF 2023. Kwa hiyo lengo kubwa la mradi huu ni kuhamasisha wamama wajawazito, lakini pia na jamii kiujumla, umuhimu wa kuhudhuria clinic, faida ya kuhudhuria clinic na athari zinazoweza kutokea ingawa mama huyu mjamzito akachelewa kufika clinic ama kuto kufika kabisa. Kwa hivyo filamu zetu hizi tunatarajia zikapeleke ujumbe kwa jamii, na tutambue kwamba mkunga ni mtu muhimu sana katika afya ya mama na mtoto, kwani ni mtu ambaye anamhudumia mjamzito na baada ya kujifungua. Tunatarajia kufikia watu zaidi ya 100,000, ambapo hapa kama alivyosema Mariam kwamba tutakuwa na outreach, ambapo sasa kule kwenye jamii tunatarajia kuwafikia wasichana wengi zaidi. Lakini tunapokuja kwenye upande wa mitandao sasa tunatarajia kufikia watu zaidi ya 100,000 ambao watatazama, wataelimika na wataweza kutupa tusema mrejesho ama feedback ya namna ambavyo mtazamo wao umebadilika. Kwanza ningependa kabisa ifahamike kwamba hizi filamu ambazo tunazitengeneza wala sio mawazo yetu. Sio kwamba tulilala tukaamka tukafikiri tukazitengeneza. Ni maoni ambayo yametoka kwenye jamii kupitia story collection ambayo imefanyika mkoani Shinyanga. Tulikwenda tukazungumza na watu, tukapata changamoto kina mama wanazopitia katika hospitali mbalimbali, lakini jamii kwa ujumla. Na kiukweli hii imeweza kutusaidia kuweza kuleta uhalisia katika filamu hii ya Mkunga pamoja na Mjuba, kuhakikisha kwamba kile tunachokitoa katika filamu hii ni maisha halisi ya Watanzania wasichana na kina mama wanayopitia. Kwa tunapoitoa huko inavyoenda kufikia watu wengi zaidi, ni matarajio yetu watu wajione maisha yao halisi ndani ya filamu hizi.